Katika historia ya binadamu hakuna jambo linalosababisha majadiliano ya kina kama imani. Imani zimejenga mataifa, zimetengeneza tamaduni na zimeunda maadili ya jamii nyingi. Lakini pia imani zimekuwa na upande mwingine, upande wa migongano, maamuzi makali na wakati mwingine hukumu dhidi ya wale wanaoamini tofauti. Leo tunachunguza safari ya wanafalsafa kutoka enzi za zamani hadi ulimwengu wa leo. Waliwahi kujiuliza swali mmoja kuu: kwa nini dini fulani huisha kuisema na kuhukumu dini nyingine? Na hilo linamaanisha nini katika safari ya kutafuta ukweli? Karibu kwenye uchambuzi wa kina, safari ya fikra, mwangaza falsafa. Hapa ni wewe, mimi na ulimwengu wa mawazo. Awali ya yote, usisahau kusubscribe na kutoa notification ili uwe wa kwanza kupata madarasa yetu. Kwa nini wanafalsafa walivutiwa na migongano ya kidini? Kabla ya kumtaja hata mwanafalsafa mmoja, lazima tujiulize, kwa nini suala la dini zinazokosoana inashangaza akili za wanafalsafa? Jibu ni rahisi, lakini pia ni gumu. Kila dini inadai kufundisha ukweli, lakini pale ambapo dini mbili zinakutana, ukweli mmoja unaweza kuonekana kukanusha ukweli wa mwingine. Hapo ndipo falsafa inaingia. Wanafalsafa hawakuuliza kama dini ni sahihi au sio sahihi. Waliuliza kwa nini jamii inahitaji imani yake ionekane bora kuliko nyingine, na kwa nini hukumu hutokea, na je, binadamu anaweza kuwa na imani bila kumkataa mwingine? Hoja hizi zinatuongoza kwa wanafalsafa wa kale na wa kisasa waliotafakari kwa kina swala hili. Mwanafalsafa wa kwanza ni Soren Kierkegaard. Yeye aliamini imani ni safari binafsi, sio kigezo cha kuhukumu wengine. Mwanafalsafa wa kwanza tunayemshughulikia ni Soren Kierkegaard. Huyu ni baba wa uwepo. Kierkegaard aliona tatizo kubwa sana katika dini ya taasisi. Kwake tatizo halikuwa dini, bali tabia ya watu kutumia dini kama kawaida ya jamii badala ya uamuzi wa ndani wa moyo. Alisema imani ya kweli ni maumivu ya ndani. Maumivu haya yana maana gani? Ni mchakato wa mtu binafsi, yani subjective truth, ambao hauwezi kumfanya muumini aiangalie imani ya mwingine kama kosa. Hivyo kwa Kierkegaard, dini inapoanza kwa hukumu wengine, imani inapoteza kiini chake. Hakusema dini fulani ni sahihi, bali alisisitiza kwamba uhusiano wa mtu na Mungu si ushindani wa imani. Mwanafalsafa wa pili ni Friedrich Nietzsche. Yeye alisema tatizo sio dini, bali udadisi wa umiliki wa ukweli. Nietzsche alikuwa mkosoaji mkali wa dini nyingi, lakini si kwa sababu hakuwa na heshima kwa imani, bali kwa sababu alichunguza matamanio ya mamlaka yaliyomo katika baadhi ya mafundisho. Nietzsche aliona kuwa pale dini inapodai sisi tuna ukweli wengine hawana, basi inajenga kile alichokiita maadili ya utumwa, ambapo watu wanaamini kwa kuogopa au kufuata bila kuuliza. Lakini alisisitiza pia kwamba binadamu anahitaji maana, binadamu anahitaji imani. Tatizo lake alikuwa imani. Tatizo lilikuwa dini inayojiona kuwa ya kipekee kiasi cha kuwataka wengine waikubali dini yao. Nietzsche alichangia hoja kwamba migongano ya kidini mara nyingi hutokana na kushindana ukiritimba wa ukweli, si kutafuta uzima wa ndani. Mwanafalsafa mwingine ni Paul Tillich. Yeye alisema ujasiri wa kuwa na hofu ya kupoteza utambulisho. Paul Tillich, mwanafalsafa na mwanateknolojia wa karne ya 20, alifafanua dini kama kujitoa kikamilifu kwa jambo muhimu zaidi katika maisha yako. Aliona kwamba wakati mwingine dini inapoona imani nyingine inahisi kama utambulisho wake unatetemeshwa. Kwa Tillich, chanzo cha dini kuwashutumu wengine ni hofu ya kupoteza kile kilicho kitakatifu kwao. Hoja yake kubwa ilikuwa mtu anayejua imani yake kwa undani hahitaji kushambulia mwingine. Tillich alitufundisha kwamba kuheshimu imani ya mwingine si kukosa imani yako, ni kuelewa kuwa ukweli wa kiroho una kina kuliko maneno. Mwanafalsafa mwingine ni John Haidt. Yeye alisema dini zote ni majaribio ya kibinadamu kufikia uhalisia ule ule. Huyu ndiye mmoja wa wanafalsafa muhimu sana kwa mada hii. John Haidt alisema kitu kilichozua mjadala mkubwa ni dini zote ni majibu ya kibinadamu kwa uhalisia wa kimungu. Hii ina maana ya kwamba hakuna dini inayomiliki ukweli pekee. Pia tofauti za dini zinatokana na tamaduni, historia, lugha na mazingira. Kwa Haidt, sababu kubwa ya dini kuzikosoa zingine ni wazo la kwamba Mungu anaweza kuelezewa na mfumo mmoja tu. Alisema tukiwa wa kweli hatumuelewi Mungu kikamilifu, tunamfikia kwa njia tofauti. Haidt aliita hii falsafa ya pluralism, yani njia nyingi kuelekea kwa uhalisia mmoja. Hii ilikuwa hoja ya amani, hoja ya uelewa, hoja ya kuvuka mipaka ya tamaduni.
Mwanafalsafa mwingine anaitwa Raymond Panikar. Yeye alisema ulimwengu ni familia ya mifumo tofauti ya kiimani. Raymond Panikar alikuwa na mtazamo wa kipekee sana. Alizaliwa katika mazingira yenye tamaduni na dini tofauti. Sehemu ya familia yake ilikuwa ya Kikristo, nyingine ya Kihindu. Panikar alisema, mimi siingii Uhinduni, nilizaliwa ndani yao na Ukristo. Kauli hii ina maana kubwa sana. Alikataa wazo la kwamba binadamu lazima awe katika upande mmoja wa dini. Panikar alifundisha kwamba dini zinapaswa kuzungumza, si kushindana. Kwake hakuna dini iliyopo kuifuata nyingine, zote zipo kuipanua fahamu ya binadamu. Mwanafalsafa mwingine ni Martin Buber. Yeye alisema uhusiano wa mimi na wewe kama tiba ya migongano ya kidini. Martin Buber alichunguza uhusiano. Aligundua kuwa tatizo la dini zinazokosekana kushtumu nyingine ni kuona mwingine kama kitu, si mtu. Katika kitabu chake cha One and Thor, Buber anaonyesha kuwa tunapomwona mwingine kama Thor, sisi na yeye tunaungana katika heshima ya binadamu ulioshirikishwa. Tunapomwona kama IT, tunamfanya chombo cha hukumu. Buber aliamini kwamba nguvu ya kiroho haipo katika kujiona bora, bali katika kutambua utu wa mwingine. Wanafalsafa wa Kiafrika walizungumzia amani, ubinadamu na utofauti. Tukiangalia Afrika, falsafa za Kiafrika pia zimezungumzia swala hili. Falsafa ya Ubuntu inasema mimi ni kwa sababu wewe ni. Hii ina maana huwezi kuwa binadamu kamili ukimkataa mwingine. Wanafalsafa kama John Mbiti, Kwasi Wiredu na Henry Odera Oruka walionyesha kuwa jamii za Kiafrika zilielewa kwamba dini ni sehemu ya utambulisho, lakini si silaha ya kuondoa mwingine. Kwao hekima ya pamoja ni muhimu kuliko ushindani wa imani. Kwa nini dini zinaishia kukosoana? Baada ya kusikiliza mawazo yote haya, tunaweza kuuliza kwa nini bado dini zinakosoana? Wanafalsafa wengi wanafikiri sababu kuu ni tatu. Ya kwanza ni utambulisho. Watu huhisi kutishiwa wanapokutana na imani tofauti. Na ya pili ni hofu ya kupoteza usalama wa kiroho. Na ya tatu ni uzoefu binafsi. Kila mtu huamini aliyopitia na wakati mwingine hushindwa kuona uzoefu wa mwingine. Lakini wanafalsafa wanatufundisha kitu muhimu. Ukweli wa kiroho ni mkubwa kuliko mfumo mmoja. Kwa hiyo nini tunalojifunza zaidi ya makala hii? Wanafalsafa hawa walikubaliana katika hoja moja kuu. Dini zinapopata nafasi ya kujiuliza, kuongea na kutafakari badala ya kushindana, ulimwengu wa kiroho unakuwa tajiri zaidi. Safari ya imani si kushinda, ni kutafuta maana. Tumepita safari ndefu kutoka kwa Kierkegaard hadi Hayek, kutoka kwa Nietzsche hadi Panikar, wote wakiwa na sauti moja isiyotamkwa kwamba tofauti haimaanishi adui, na kwamba maisha ya kiroho yanakuwa marefu pale tunapojifunza kusikiliza. Ikiwa imani ni mwanga, basi kila mtu anauchukua kupitia kioo chake, na ukikusanya vioo vyote unamuona mwanga kwa upana zaidi. Asante kwa kutazama. Huu ulikuwa Mwanga wa Falsafa kuhusu dini zinazosemana. Mpaka safari ijayo, tafuta, tafakari na uendelee kung'aa. Jina langu ni Mr. Alive. Subscribe na kutana notification ili uwe wa kwanza kupata madarasa yetu. Asante.